Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, popote unapoendelea kusikiliza lakini pia kujifunza. Leo nataka tujifunze chanzo cha laana ya mwanadamu ni nini, lakini ni laana ipi mwanaume na mwanamke alipata, na je, mwanamume au mwanamke asipokuwa katika Kristo, maisha yako au maisha yake yatakuwaje? Kumbuka Yesu Kristo ni Adamu wa pili ambaye alitoka mbinguni, ukiachana na yule Adamu wa kwanza. Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, yeye alizaliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya Mungu, lakini Adamu wa kwanza yeye alitolewa kwenye udongo, akapuliziwa pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Kwa hiyo mwanadamu wa kwanza au Adamu yeye ni nafsi hai, lakini Yesu Kristo ni roho hai. Lakini pia tunataka tujue, tuelewe, tufahamu, mtu ambaye hajawa katika Kristo na amemkataa Yesu Kristo anaishi maisha gani, na shetani anaweza kumfanyia kitu gani, na huyo mwanadamu mwisho wa mwisho itakuwa ni nini? Nataka tusome kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 24 na tuweze kujua, na ili tuweze kujifanyia tathmini. Kama dada, kama kaka, mama, baba, haujaokoka, ina maana bado unaishi kwenye hizi laana. Na kumbuka, ipo laana hii ya Adam na Hawa ambayo lazima uiondoe kwa kumpokea Kristo, kumkiri na kuamini na kuamua kubatizwa na kujazwa Roho Mtakatifu na kuwa kiumbe kipya na kutembea katika sheria na neno la Mungu. Lakini pia kuna laana zako wewe mwenyewe kutokana na dhambi yako binafsi ulioifanya kwa kumwasi Mungu. Lakini pia kuna laana ya mababu na mabibi, kwa sababu nyoka tangu alipomdanganya Adam na Hawa na kizazi chake kikawa kilicholaaniwa. Ya maana asilimia kubwa nyoka amekuwa akijenga misingi na mifumo ya utawala ya kizazi na kizazi kwa ajili ya kumwasi Mungu. Kwa hiyo joka yule aliyemdanganya Adam na Hawa, joka huyo mpaka leo yupo kwenye mifumo ya kifamilia, mifumo ya ukoo, toka enzi na enzi, akidanganya ulimwengu ili umwasi Mungu. Sasa basi tusome hili, alafu nitakuonesha laana ambayo unaweza kuwa bado unaendelea kuishi nayo kama haujaamua kuokoka. Ya maana yeyote ambaye hajaokoka kwanza si mwana wa Mungu. Kwa hiyo ni yule Adam, bado ana damu ya Adam, ana asili ya Adam, yule aliyelaaniwa, yule aliyefukuzwa mbele ya uso wa Mungu, yule asiye na kikao duniani, yule ambaye Mungu hamuhitaji. Na huyo ni mtu ambaye mwisho wa mwisho mshahara wake ni mauti. Lakini kipawa cha Yesu Kristo au Adamu huyu wa pili tunapompokea, tunapomwamini, tunapata uzima, tunakuwa wana wa Mungu na tunakubalika tena, na zile laana zinaondoka. Kusoma kitabu cha Mwanzo 3:1 mpaka 24, maandiko yanasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hebu angalia nyoka kwanza. Kumbuka aliumbwa akiwa ni mnyama ambaye alipewa uelewa, lakini pia ndo aliweza kujua siri nyuma ya ule mti. Wao akina Adamu waliambiwa msile, mkila mtakufa, lakini nyoka yeye alikuwa anajua maarifa nyuma ya yule mti, kwamba huu mti utawafanya wafumbuke macho, lakini pia huu mti utawafanya wajue mema na mabaya. Kwa hiyo ni maarifa ambayo ni ya Mungu ambayo joka alikuwa nayo. Ndio maana tunaangalia kwenye mafundisho, tunaona huyo alikuwa ni mtu aliyekuwa karibu sana, na maana nyoka alikuwa ni mnyama ambaye alikuwa karibu sana na Mungu, akizijua siri, kwa sababu Mungu alimpa uelewa. Kwa hiyo huyo ndo Lucifer, huyo ndo shetani. Ndio maana ukikaa ukatafakari ukaona
Shetani na vibaraka vyake huwa vina siri fulani za kishetani au za kuwafanya watu waende kinyume na Mungu, au matendo ya uharibifu wa siri kwa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu shetani alipokuwa na siri za kiungu, na maana siri hizo anazitumia kuwafundisha wale wachawi na waganga kinyume na elimu ya Mungu, ili wazidi kuwatesa watu wa Mungu. Sasa ukiendelea kusoma hapa utaangalia mstari wa 6. Maandiko yanasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti, yeye aliangalia tamaa ya macho, na shetani ndiyo anatumia tamaa ya macho, labda chakula, labda fedha, madaraka, umaarufu, zinaa, ili awadanganya wanadamu wazidi kumwasi Mungu. Akamwambia mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, yeye hakukumbuka agizo la Mungu, ila aliangalia tamaa ya macho, na wapendeza kwa macho nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, ina maana kupata pia maarifa. Basi alitoa katika matunda yake akala, akampa mmewe naye akala. Unaona? Walipokula wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Kwa hiyo kumbe, unapofanya agano lolote nje ya Mungu au unapokiuka agizo la Mungu, kwanza unapoteza utukufu wa Mungu, unakuwa uchi. Ndio maana asilimia kubwa ndoto tunazoziota unakuta uko uchi. Ina maana ukifuatilia vizuri, kuna kitu kimefanyika ambacho kimekupeleka nje ya kusudi la Mungu. Maandiko yanaendelea kusema kwamba walipoona hivyo wakashona majani ya mtini wakajifungia, wakajifanyia nguo. Kwa hiyo mwanadamu anapopoteza utukufu wa Mungu, vile vitu ambavyo vilikuwa havina mamlaka juu yake, anaanza kuvifanya viwe na mamlaka. Ndio maana unaweza kushangaa mtu leo anaenda anafanya labda kinyago cha mti, anaanza kukiabudu. Kwa nini? Kwa sababu amepoteza uwepo wa Mungu. Kwa hiyo anaanza kufanya vile vitu ambavyo havikuwa na mamlaka na havina thamani kuliko yeye, ndivyo anaanza kukimbilia na kunyenyekea na kuona vina umuhimu kwenye maisha yake na kuanza kuvitumikia. Tunaona kisha wakasikia sauti. Sasa Bwana akaja. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Unaona? Bwana asifanyeje? Asiwaone. Bwana Mungu asiwaone. Angalia. Mwanadamu anapotenda dhambi, anaanza kujificha uso wa Mungu. Mwanadamu anapotenda dhambi, ina maana anaanza kumkimbia Mungu asimuone. Ndio maana ukisoma Isaya 59:1-2 anakuambia mkono wa Bwana haukupungua ili utuokoe, na sikio lake si zito lisitusikie, ila maovu yetu yametufarakanisha naye, na asiweze hata kutusikia wala kutusaidia. Na tunaona mstari wa 9 anakuambia Bwana Mungu akamwita Adam, akamwambia uko wapi Adam? Akasema nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa. Unaona sasa, sauti ambayo alikuwa anaitamani aisikilize imuongoze, sasa hivi anaiogopa. Kwa nini? Kwa nini? Kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Kwa sababu utukufu tena wa Mungu nao nifunika kuniondolea aibu haupo tena. Nikajigundua kwamba niko uchi, kwa hiyo nimejificha. Akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Na Mungu anamwambia hivi, si kusema alikuwa hajui. Kwa Mungu alimfanya nyoka, akampa maarifa, akajua. Alijua ipo siku amemweka huyo ili aje amjaribu Adam. Je, ataweza kutembea katika sheria ya Bwana? Na ndio maana tukiangalia kwenye kitabu cha Kutoka, wana wa Israeli wakiwa jangwani, tunaona Mungu anasema nawapa chakula na nyama, nikawajaribu watu hawa nione kama watazidi kutembea katika sheria yangu. Lakini pia chakula kinaweza kuwepo kama jaribu kwenye maisha yako, ili uone Mungu, je, utaweza kutembea katika kusudi lake? Anaweza Mungu kuweka kitu fulani. Tunaona Yesu mwenyewe kwenye kitabu cha Mathayo 4:1-11 anawekewa majaribu ya mambo matatu, ya chakula, ya umaarufu na uzima, na kiburi cha uzima. Lakini tunaangalia tukiendelea kuangalia hapa, anakuambia Adam akasema huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Na mwanamke pia akasema nyoka alinidanganya nikala. Unaona? Kwa hiyo Adam alipewa maelekezo,
Adam anamsingizia mkewe na mke anamsingizia nyoka. Sasa Mungu anaanza kulaani kutoka kwenye nyoka. Unaona? Na mwanamke anamwambia kwamba nyoka alinidanganya. Unaona? Nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Na kwa tumbo utakwenda, na ndio tunachokiona kwenye nyoka, na mavumbi utakula, ndio tunayoona kwenye nyoka, na siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui wako kati ya mwanamke, uzao wa mwanamke, na uzao wako wa nyoka. Unaona? Wao watakuponda kichwa na wewe utawauma kisigino. Ndio maana ukifuatilia vizuri, wanawake wengi ndo wachawi, wanawake wengi ndo wana majoka, wanawake ndo wengi wenye lango la mashetani, wenye lango la mapepo, kwa sababu lipo lango lilitengenezwa kwa sababu ya laana ya udanganyifu wa kumwasi Mungu. Kwa hiyo joka likawa karibu na mwanamke. Ndio maana asilimia kubwa ukifuatilia wachawi wengi ni wanawake. Wenye kutengeneza malango na wenye kubeba majoka ni wanawake. Wanaofundisha watoto uchawi ni wanawake. Kwa nini? Wamebeba hiyo roho ya nyoka na wameibeba. Kwa hiyo nyoka anazidi kuwadanganya. Baada ya kupambana nao, kushindana na nyoka kumshinda, wao sasa wamemruhusu joka, kwa joka linawatawala na kuwaongoza. Ndio maana tunaona watoto wengi wanafunguliwa vyama vya kichawi, na hususan wamama ndio wanaofanya hizo kazi. Lakini pia tunaangalia mstari wa 17, akamwambia mwanamke, hakika nitazidisha uchungu wako. Ndio maana wanawake wanazaa kwa uchungu, na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto. Tazama, tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Ndio maana asilimia kubwa wanawake tamaa iko kwa wanaume, na wanaume ndio maana wakaanza kuwatawala wanawake. Ndio maana kwenye familia mwanaume ndo anaye sauti, na kiu ya mwanamke ipo kwa mwanaume. Yaani mwanamke akili yake yote ipo kwa mwanaume. Ndio maana wanawake wengi wanawaloga wanaume, wanawachanganya, wanawapa madawa. Kwa nini? Kiu, wanahisi ataondoka. Ndio maana laana yeye ilizidishwa. Mungu akasema itafikia wakati mke mmoja atalilia wanawake, yani wake 7 watamlilia mwanaume mmoja. Watasema tutakula vya kwetu, lakini tuitwe kwa jina lako. Ina maana tamaa ya mwanamke ikawekwa iwe kwa mume wake, ili atawaliwe, ili aendeshwe, ili amilikiwe. Sasa wanawake kwa sababu wana elimu ya nyoka, wana elimu ya kichawi, wengi wanatumia udanganyifu ili wawamiliki wanaume na wawadanganya wanaume. Kwa hiyo wanaanza kutumia ushirikina wa majoka. Lakini 17, na majoka pia yanawapitia wanawake. Ndio maana wanawake wengi unakuta wanalala na majini mahaba, na wanageuka wanamiliki majini mahaba. Hizo zote ni roho za nyoka. Lakini 17 anakuambia, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa. Ndio maana wanaume wao ardhi imelaaniwa kwa ajili yao. Asilimia kubwa maandiko yanasema kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Ndio maana unakuta wanaume kwenye masuala ya kupambana kutafuta maisha, jasho linawatoka. Lakini pia maandiko yanasema michongoma na miiba itakuzalia, nao utakula mboga za kondeni. Ndio maana asilimia kubwa unashangaa miiba wanapambana lakini hakuna chochote. Mwisho wanaambulia mboga za kondeni, badala ya kula vile vinono ambavyo Mungu aliwaumbia wanyama, kila kitu, samaki, kila kitu. Lakini 19 maandiko yanasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utarudia ardhi. Ndio maana asilimia kubwa wanaume wengi ndio wanaokufa mapema. Fuatilia familia nyingi, kati ya mwanamke na mwanaume ni wapi ambao wamekufa wengi? Wanaume wengi ndio wamekufa kuliko wanawake. Hiyo ni rekodi ipo, na familia nyingi zina wajane wengi kuliko wagane. Kwa hiyo roho ya mauti au adhabu na laana ya kifo sana sana ilimwendea mwanaume. Adhabu ya kupambana na kutoa jasho katika kutafuta mafanikio alipewa mwanaume, ambayo katika huyo, kwa hiyo alipewa laana hiyo ya ardhi, kuirudia ardhi ambapo alitwaliwa, kwa sababu mwanaume ndo aliyeumbwa kwanza akifinywangwa kutoka kwenye ardhi. Lakini mwanamke yeye alitoka kwenye ubavu ya kitu kimesha toka kwenye udongo, kimesha kuwa nafsi hai. Kwa hiyo mwanamke, ndo maana asilimia kubwa wanawake huwa wana lango la mbinguni au lango la kuona maono na kuangalia vitu vya rohoni, kwa sababu wale waliumbwa na Mungu kutoka kwenye kitu kilichokwisha pewa uhai,
kilichokwishapewa ile nafsi ya uhai ya kimungu ndani yake. Ndio maana wanawake, ukifuatilia vizuri sana, fuatilia manabii wengi wenye macho ya kuona ni wanawake. Na hata fuatilia kipindi kile Yesu anazaliwa, tunaona yule Mariamu aliyetolewa pepo 7, huyo ndo aliyeona maono kwanza pale kaburini ya malaika mle kaburini, lakini hata na Yesu Kristo pale. Lakini wakina Petro na Yohana walikuja hawakuona chochote. Lakini mstari wa 20 anakuambia Adam akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama ya wote walio hai. Bwana Mungu akamfanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Mungu bado ni mwenye rehema, akaamua wavike na akawafanyia mavazi ya ngozi badala ya yale mavazi ambayo walikuwa wameyatumia ya majani ya kujifunika. Kwa hiyo hapa Mungu akawapa rehema tu, akawasaidia mavazi ya ngozi. Lakini pia hapa mstari wa 22 tunaona Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama sisi, kama mmoja wetu, kwa sababu amejua mema na mabaya. Ina maana amepata hekima. Ina maana mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni mti wa hekima, na mti wa uzima ina maana ni Roho Mtakatifu. Na sasa Mungu akasema, na sasa asija akanyosha mkono wake na ilile neno alilowapa msile. Ina maana alikuwa ni Yesu Kristo, na chanzo chake aliyetamka alikuwa ni Baba. Unaona, Baba alitamka lile neno la kusema usile. Huyo ndo alikuwa Yesu Kristo, maelekezo ya neno ambaye ni Yesu Kristo neno. Alafu Roho huyo ndo aliyekuwa kwenye mti wa uzima ule, ambaye anatia uzima. Sasa hebu angalia hicho kitu. Asija akanyosha mkono wake akatoa matunda akala na mti wa uzima. Ina maana akampokea Roho wa uzima, akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden. Kwa hiyo akamtoa kwenye uwepo wa Mungu, akamtoa kwenye mbingu, akamtoa kwenye uwepo, kwenye eneo la kimungu au kwenye mbingu. Huyo mwanadamu akapewa sasa ardhi, akapelekwa kwenye ardhi sasa, kwenye dunia hii ambayo tupo nayo sasa, yenye ardhi, yenye miti, yenye nini, ili tulime ardhi. Na Mungu sasa, hapo ndipo kikawa chanzo cha dunia hii ya sasa, ambayo ina majaribu mengi, ina laana nyingi, ina mikosi mingi, na wanadamu wakijaribiwa ili waone watamcha Mungu, wengi wameasi. Na ndo kizazi hiki kinachoendelea, ambacho sana sana kilitoka kwenye Nuhu. Baada ya kile cha kwanza kuangamizwa, Nuhu alipotoa vizazi, watoto watatu, Yafeti, Ham na yule Shem. Ina maana vizazi vya Shem ndo pale angalau wakapata kizazi cha Mungu. Lakini wakaja kutokea wakina Adam, wakaja kutokea wakina Ibrahimu. Lakini hivi vizazi vingine ndo hivi ambavyo unakuta kabisa vimeenda nje na kuabudu miungu mingine kama Misri, kama hao watu ambao hawamjui Mungu kabisa. Kwa hiyo sasa ni majira ya kujua kwamba mwanadamu alifukuzwa kwenye Eden. Alipofukuzwa kwenye Eden, ina maana Eden au mbingu, ina maana Mungu akaweka ulinzi mkali, kwa sababu shetani yeye hakuwao, alizidi kuwadanganya wanadamu wazidi kumasi Mungu. Kwa hiyo basi tunapompokea Yesu Kristo, ina maana tunatoka kwenye hili laana yatoka kwa Adam. Na ili kuitoka ni lazima uzaliwe kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Sasa kama hujaokoka, ina maana bado unaishi kwenye hiyo laana na dhambi zako mwenyewe ambazo bado shetani anazidi kudanganya, na dhambi za ukoo wako zinazidi kuandama. Kwa hiyo hauna cha kujitetea, na mwisho wa mwisho ni jehanamu ya moto au ni mauti. Kwa hiyo mimi nakuasa, kama hujaokoka, okoka. Tofauti na hapo utazidi kuishi kwenye dhambi, utazidi kuishi kwenye laana, na wewe si mwana wa Mungu. Ili uwe mwana wa Mungu lazima ukubali kuzaliwa na Kristo, ukubali kuokoka na kumpokea mwana wa Mungu ambaye ni Adamu wa pili, ambaye amekuja kutununua kutoka kwenye laana ya Adamu wa kwanza, ili akatoa mwili wake, akatoa uhai wake, ili mwili ule wa Adamu ukaangamia hapa duniani, akavaa mwili usioharibika, ili sisi tuitwe katika mwili usioharibika wa Kristo. Na huo ndo utukufu kupitia neno lake, kupitia Roho Mtakatifu. Kwa tusipolipokea neno lake, tukapokea roho wake, ina maana sisi si wa Mungu. Leo nakwambia, amua uokoke ili umpokee Yesu Kristo na utembee na Roho Mtakatifu, ili uwe mwana wa Mungu na ili uweze kukwepa laana na uweze kuja kupata uzima wa milele. Nawapenda. God bless you. Thank you for watching.